Askofu mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania, Emau Mwamakula, ni miongoni mwa viongozi wa dini ambao wametuma salamu za pole, huku akilaani tukio hilo na kueleza kuwa tukio hilo halitoweza kuwarudisha nyuma katika kutetea haki na kusimamia misingi ya haki nchini Tanzania. Anasema tukio hilo linahusishwa moja kwa moja na misimamo ambayo imeendelea kuonyeshwa na baadhi ya viongozi wa dini katika taifa la Tanzania juu ya uharibifu wa uvunjifu wa haki katika taifa hili la Afrika ya Mashariki. Kwanza kabisa labda niseme tu kwamba Father Kitima ameshambuliwa katikati ya wiki au mwezi ambao kanisa limetoa sauti kwa umoja kabisa. Kanisa lake utaona askofu rais wa TEC alitoa kauli. Lakini pia Nzigirwa alitoa kauli kule Iringa kama makamu wa rais wa TEC. Na unajua pia kanisa Anglikana, kwa mara ya kwanza kanisa Anglikana, askofu Otai wa kule Mount Kilimanjaro alitoa kauli. Kanisa Anglikana si katika miaka baada ya askofu Mokiwa kuondoka madarakani, kanisa Anglikana halijaonekana kutoa kauli katika mambo ya kijamii na ya kisiasa, lakini alitoa kauli. Lakini pia kuna askofu wa kanisa la Kiluteri ambaye haongeaji sana ya mambo, askofu Momeo wa Morogoro, Mameo, alitoa kauli. Kwa hiyo sisi tumelichukulia kama hili wanaohusika ni uoga. Kwa hiyo wanataka kuwatisha viongozi wa dini. Kwa hiyo hilo shambulio ni shambulio la uoga na kuwatisha viongozi wa dini. Na pengine tunafikiri wamemlenga Father Kitima kwa sababu wanafikiri kwamba wakimtisha kiongozi wa kanisa kubwa kabisa hao wengine wataogopa. Kwa hiyo tunachukulia tu kama ni vitisho, lakini ni vitisho ambavyo havina msingi wowote, kwa sababu viongozi wa dini hawajatumwa na mtu yoyote kusema hayo. Hatujai kukaa kwenye vikao katika makanisa yote kujadiliana tukaseme, au mtu akatuomba tukaseme. Kwa hiyo ni sauti chemichemi ya kutoka katika mioyo ya kitume, kanisa linaongea. Sasa tangu hili kanisa likaweza kunyamazishwa, kanisa linyamazishwa. Kwa hiyo ni vitisho ambavyo havitafika mahali popote, kwa sababu sauti itaendelea kuwepo. Baadhi wanaweza wakaibua hoja kwamba ni mapema sana kuhusisha masuala haya na shughuli za kisiasa. Madai kama hayo unaweza ukayapokea katika mazingira ya sasa? Mimi bahati nzuri mimi nimesoma falsafa na ni mwalimu wa falsafa. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa mantiki na logic. Hayawezi kukwepa kuhusiana na siasa, kwa sababu viongozi wa dini wamesema haya mambo. Lakini viongozi wakuu kabisa wamesikika, akiwemo hata rais amesikika akionya viongozi wa dini wasiseme hayo mambo, wasiingilie siasa. Lakini pia wamekuwepo viongozi wa dini, baadhi ya viongozi wa dini ambao wametoa kauli za kushambulia sisi wengine ambao tumetoa hiyo. Kwa hiyo, lakini pia na baadhi ya viongozi wa serikali na wanasiasa walijitokeza kutushambulia sisi ambao tumeonekana kama tukitoa hizo kauli. Kwa hiyo kushondosha katika muktadha yanayoendelea sasa hivi ni ngumu sana. Father Kitima amelengwa kwa sababu siku chache kabla ya kushambuliwa pale alihojiwa na Deutsche Welle, akatoa msimamo mkali kabisa. Kwa amelengwa kwa sababu ya kutetea haki katika taifa hili. Ndicho tunachoweza kusema. Wewe ni miongoni mwa viongozi wa dini ambao nchini Tanzania mmejipambanua, na zaidi kila wakati mmesikika mkisema kuwa mnapigania ustawi wa haki katika taifa la Tanzania, na pale ambapo mnaona kwamba haki haitendeki hamtosita kuongea. Tukio hili linaweza likawa limekukatisha tamaa, na unafikiri kwamba litawakatisha tamaa wengine? Mimi nimepokea vitisho vingi sana tangu huko nilipoanza. Nimewekwa kizuizini mara 2, nimewekwa kizuizini Dar es Salaam, nikawekwa kizuizini Mwanza. Nimetishwa na wakati mwingine naona watu wasiojulikana wakilandalanda kwenye makazi yangu. Mimi siwezi kutishika katika mambo kama haya. Mimi siwezi. Kiapo chetu kama askofu, maaskofu wa Mnyororo, kiapo chetu sisi ni kiapo cha kufa, kwamba askofu uwe wa kwanza kufa ukitetea haki, lakini uwe wa mwisho kufa kwa kukimbia. Yani sisi hatukimbii, hatukimbii. Kwa hiyo misingi, historia yetu imejengwa katika misingi ya viongozi wa dini, maaskofu
ambao waliwahi kuuawa kwa ajili ya kutetea haki. Kwa hiyo tunaposoma historia ya kanisa imejaa historia ya namna hiyo toka kanisa linaanza mpaka sasa. Kwa hiyo wala hatuogopi hata kidogo. Kwa hiyo tunajua kama ni wakati wa Mungu kufa upo, lakini afadhali ufe kwa kutetea haki kuliko kunyamaza, kufumbia macho. Maandiko yanatukataza tusifumbie macho mambo yanapoharibika. Mambo yakiharibika kwenye jamii, mtu wa mwisho kusema ni askofu. Sasa askofu akiacha kusema, basi jamii itakuwa imekufa. Kwa hiyo hatuwezi kunyamaza, tuendelea kusema. Askofu Mwamakula, mnasimama na kuzungumza yale ambayo yanahitaji haki, lakini tumeona katika siku za hivi karibuni kuna wale ambao wanaonyoshia vidole, wanasema kuwa mnajihusisha katika harakati za siasa. Vidole hivyo ambavyo vinanyoshwa kwenu, pengine mnavitazama katika mtazamo huo wa sura ya kisiasa, ama nini hasa ambacho ninyi mnaendelea kukisimamia? Na unajua mifumo yoyote ile lazima inakuwa na wapande wake. Hao wanaotunyoshea vidole sisi ni watu ambao wanatumiwa na watu wanaofinya haki katika taifa hili. Kwa hiyo ni mamluki tu kwa maslahi yao binafsi, lakini tunachokitetea sisi kinajulikana kwamba tunaona watu wanatekwa. Mtu kwa mfano Alikipawa ametekwa mchana kweupe kwenye gari na watu wenye silaha wakamteka, kesho yake amekutwa ametupwa huko, amekufa. Vijana kadhaa ambao ni wa upinzani wametekwa, wamepotea, hawajulikani mpaka sasa hivi walipo. Kwenye uchaguzi wa mwaka jana watu wanauawa, wanapigwa risasi kwa sababu walikuwa wagombea wa upinzani. Sasa haya mambo yanaonekana kwenye jamii. Kwa hiyo askofu akisimama kwamba tusifanye haya mambo, tujenge taratibu mzuri, huyo sasa anaingilia siasa. Hapana, ni kwamba anatetea haki. Ndio kazi ya askofu, ndio wito wa askofu, ndio tulichoitiwa kwayo, hakuna kitu kingine. Na mwisho wa siku haki, haki, Biblia inasema uwe mwaminifu mpaka kufa. Mbona Yohana Mbatizaji alikatwa kichwa kwa kumsema ukweli Mfalme Herode, ambaye watu wengine walikuwa wanaogopa? Kwa hiyo ndio wito wetu. Askofu wito wake ni wa kutetea haki. Katika mazingira ya sasa nchini Tanzania, ni nani wa kunyoshewa vidole kutokana na mazingira yaliyopo katika masuala haya kusimamia misingi ya haki? Of course, wa kunyoshewa vidole wako makundi mengi. Kundi la kwanza ni kundi la watawala ambao linaongozwa na Rais Samia. Atanyoshewa kidole kwa sababu yeye ndio mtawala, yeye ndio amekabidhiwa majukumu na nchi hii. Kwa hiyo kama rais wa nchi atanyoshewa kidole kwa sababu anatakiwa akilazimisha chama chake kiingie kwenye majadiliano ya kuandika katiba mpya na kurekebisha yeye mifumo. Kwa hiyo yeye namba moja atanyoshewa vidole. Lakini pia wanaweza kunyoshewa vidole pia ni jamii yenyewe ya Watanzania wenyewe. Wanaona haya mambo ifike mahali kila sehemu wa Tanzania, kila sehemu wanune, waseme, wapige kelele kila sehemu. Hao pia wanatakiwa kunyoshewa vidole. Kwa hiyo iko mifumo mingi ya kunyoshewa vidole, lakini pia wengine wa kunyoshewa vidole ni wale ambao waumini wetu ambao tumewapa sakramenti, wamepata kipaimara, wamebatizwa, lakini wanatumikia mifumo. Kwa hiyo waumini wetu walio katika mifumo katika serikali ambao wanaona haya mambo, ambao wanapewa maamri wanazitimiza, hao pia wanatakiwa kunyoshewa vidole kwamba wameikana imani. Wanatakiwa wawe waaminifu kama waumini, na wenyewe mwisho wa siku wenye mifumo hawataweza kumpata mtu wa kumtumia. Katika mazingira sasa, unapendekeza ama unafikiri nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuweza kurejesha mazingira ambayo yatakuwa yanatawaliwa na haki na kila mmoja ataweza kushiriki katika shughuli kama ni za kisiasa katika utaratibu ambao unahakikisha haki na usimamizi wa sheria unazingatiwa kwa 100%? Serikali imenyoshewa kidole, haiaminiki tena. Kwa hiyo haiwezi kusema kwamba sasa yenyewe ndio inasimamia haki. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba tukutane sote, wadau katika taifa hili, wakiwemo wa serikali, wa vyama vya siasa na viongozi wa dini. Tukutane, tujadiliane mustakabali wa taifa hili. Ndicho ninachoweza kusema. Sana pengine viongozi wa dini wana nafasi kubwa sana ya kuwa katikati katika jambo hili wakati wa mikutano. Lakini suluhisho langu mimi ni kwamba mfumo wetu haufai, una mapungufu mengi. Tubadilishe, tukutane, tuingie kwenye mkutano wa kitaifa kurekebisha haya mambo. Hata kama ni uchaguzi, tusogeze mbele hata mwaka mmoja au miaka miwili, tusogeze mbele uchaguzi, tutengeneze mambo. Vinginevyo hatuwezi kwenda na jambo ambalo tunajua kabisa linatuingiza mahali pabaya.
Kuna wale ambao wanawaeleza kwamba mnaingiza dini katika siasa, na kuna wale ambao wanakwenda mbali zaidi, wanaeleza ya kwamba viongozi ambao wanasimama katika msimamo wa imani na kukemea yale ambayo yanavunja haki wanatazama katika mtazamo wenye viashiria vya udini. Haya yote katika mtazamo wa kifalsafa, unayapa nadharia hipi katika uchambuzi wa kina? Sasa dini ni sehemu ambayo inazunguka mwanadamu, na siasa ni maisha ya kila kitu. Unaposema siasa, unapoenda hospitalini ukikuta hakuna dawa kule, ni siasa. Ukienda mashambani kama hamna pembejeo, watu hawezi kuuza mazao, ni siasa. Kwa hiyo sasa dini utaifinyia wapi? Nitoe mfano kwamba wameenda kwenye uchaguzi, watu wameuawa kule kwa sababu ya sera mbovu, kwa sababu ya sheria mbovu. Mwisho wa siku padri ndo ataendesha ibada ya maziko, lakini huyu aliyekufa pengine ameacha watoto wajane, hao watalelewa na kanisa. Kwa hiyo kanisa linajenga mashule, kanisa linajenga mahospitali, lina mashamba, lina nini, linaajiri watu. Kwa sehemu hiyo ni ukitamka swala haki, Biblia inataja haki mara nyingi kuliko amani. Kwa hiyo huo ndio wito mkuu huo. Kwa hiyo sasa sisi tunasimamia kwenye andiko le, sisi maaskofu tunasimamia kwenye andiko la Ezekieli, nabii Ezekieli 33 mstari wa kwanza mpaka 20. Neno la Mungu linasema kwamba mwanadamu, ukiona kama kuna jambo waonye watu, usipowaonya likiharibika ile jambo utadaiwa wewe. Sasa wewe ukiwaonya likiharibika, wewe huna cha kudaiwa kwa sababu ulishawaonya. Kwa tunachokifanya sisi viongozi wa dini, tunaona kwamba mambo yanaharibika, ndio tunaonya, tunakemea, ni wajibu wetu. Hatuingii. Mtu ambaye anaweza kukwepa siasa ni maiti tu, lakini mtu kama anaishi, yuko hai, anapumua, ni siasa. Kila kitu unachokiona ni sehemu ya siasa. Nini ujumbe wako kwa Watanzania katika mazingira ya sasa, na unaniambia kwamba kila mmoja ana wajibu wa kusimama na kutetea haki kutamalaki katika taifa? Ujumbe wangu kwa Watanzania ni kwamba haya wanaoyaona yanatendeka, wao wanayaona kwa macho, na pengine sisi viongozi wa dini tutakuja kuyaona baadaye, lakini wenyewe wanakuwa ni mashuhuda wa kwanza wanaoyaona. Kwa kitu cha kwanza, wanapoyaona haya mambo, waungane kwenye vijiji, kwenye kata, yaani kutokea mambo hayakatae. Na wale ambao wanayatenda haya wanatikana, si wanaishi miongoni mwa Watanzania katika mila zetu, tamaduni zetu, historia yetu. Kama mtu anatenda mambo ambayo hayafai, alikuwa anatengwa katika jamii. Hao watu wanaofanya mambo haya watengwe kwanza kwenye vijiji, kwenye mitaa yao, maeneo yao, kila sehemu. Wakitengwa hao watu, wakijiona kwamba wamependa, wataacha haya mambo. Kwa hiyo ndio wito wangu kwamba kwa Watanzania wote, kwamba ifike mahali kwamba wale wanaoendekeza haya mambo, wanaoyafanya, wanaoagiza kufanya, ifike mahali watengwe kwa namna moja ama nyingine.